ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaangalia nafsi ya Roho Mtakatifu na kazi yake. Hapa tunaona kazi ya Roho Mtakatifu inataja kwamba anakuja kwako kama msaidizi. Bwana asifiwe sana. Anakuja kwako kama nani? Kama msaidizi. Si kwamba wewe utamsaidia yeye. Yeye anakuja kukusaidia wewe, kwa sababu pasipo huyo msaidizi wewe huwezi kufanya anayetaka Mungu. Ndio maana angalia, watu wengi sana wanatamani kufanya Mungu anachokitaka, wanajikuta kwa 100% hawawezi. Anabaki na dini na taratibu za dini yake, lakini kufanya mapenzi ya Mungu hawezi. Kwa nini? Amemkosa huyu msaidizi ambaye Yesu anasema, Baba yangu nitamwomba atawapa, naye atakuja kwenu kwa jina langu. Yaani anakuja kuyafanya yale ambayo mimi nitataka yafanye kwenu. Si anakuja anavyotaka yeye, anakuja kufanya ya kwangu. Atakuja kutimiza kile ambacho mimi ningekifanya kwenu. Na anasema sitawaacha yatima. Hiyo ni ahadi yake. Kwa hiyo Mkristo anaposhindwa kufanya mapenzi ya Mungu ni kwa sababu kamkosa anayeweza kumsaidia kufanya mapenzi ya Mungu. Si kwa elimu ya Biblia kwamba nimesoma Biblia yote naijua ndio naweza kufanya. Mafarisayo pia walijua Biblia kweli kweli kindani ndani. Nenda wale watu wa dini wanajua vitabu vyao vya dini kindani ndani, lakini kufanya matakwa ya Mungu wameshindwa. Kwa nini? Wamemkosa huyo ambaye anatajwa hapa, msaidizi mwingine ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Anasema atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo unaweza kusoma Biblia, Mungu unaona, unaposoma Biblia maana yake ni Mungu anakuambia wewe. Maana hili linaitwa ni neno la Mungu. Kwa hiyo kila anayesoma Biblia ni Mungu anamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya. Ishu sasa ulichokisoma kukiweka kwenye matendo, wengi wanashinda. Kile ambacho Mungu amekwambia kukiishi, wengi wanashinda. Sasa anapokuja huyu msaidizi anakukumbusha kwamba wewe baba yako amekuambia hivi, ishi hivi, tenda hivi, nenda hivi. Anakukumbusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana naona mimi mara nyingi ninapokuwa kwenye kutumika naambiwa sema kuna hiki na hiki kinaendelea kwa mtu. Lakini kuna siku kwenye ibada moja ya jioni, mtoto mmoja akaigiza na yeye ana mapepo. Yaani akaekti kama na yeye ana mapepo. Bwana asifiwe sana. Na anasumbua wanaomwombea wakiamini ana mapepo. Na mimi machangu yako kwenye huku naongoza watu ibada. Lakini Roho akaniambia anachokifanya mtoto anadanganya. Fikiria niko huku, lakini naambiwa ule mtoto anadanganya. Nikageuka, nikamwambia yule kwa anamwambia sio kwa ni wewe. Ulikuwa unasaidiana na Mama Johnson. Nikamwambia huyu anadanganya. Kweli wakamwacha. Walipomwacha mtoto ana mapepo. Na akajisikia vibaya yule mtoto. Fikiria kama sina, maana yake ataendelea kudanganya, ataendelea kucheza na kazi ya Mungu. Wanaweza kuwa sana. Nani kanisaidia? Si elimu ya Biblia. Nani kanijulisha? Si kusoma Biblia. Anasema atakuja, atawakumbusha, atawaambia. Sasa wengi leo wanashindwa kufanya Mungu anachokitaka kwa sababu wamemkosa Roho Mtakatifu. Wamepoteza neema ya kuambiwa, ya kusikia, ya kukumbushwa na huyu Roho Mtakatifu. Wako kama watu wa dini zingine. Ukristo pasipo Roho Mtakatifu sawa na dini zingine au sawa na vyama hivi unavyoviona vinasajiliwa na msajili mkuu wa vyama vya siasa, anasajili hata dini. Pasipo huyu unakuwa na dini kweli, una dini kubwa na linaheshimiwa duniani kote, lakini unachokifanya kiko mbali na Mungu. Wanaweza kusema sana. Ndio maana unaona dini ni nyingi, lakini wanaofanya mapenzi ya Mungu ni wachache. Dini ziko lukuki. Wanaofanya mapenzi ya Mungu, ndio maana Mungu alizikataa. Akasema dini inayonipendeza ni kwenda kwa yatima na wajane katika shida zao. Kwa habari ya dini nimekataa. Kwa nini?
si kwamba hatambui dini, anazijua, lakini hazifanyi mapenzi ya Mungu, kwa sababu wanataka kujiongoza au wanataka kutumika vile wanavyotaka wao. Kazi ya Roho Mtakatifu kwa muamini, kazi ya Roho Mtakatifu kwa kanisa ni kutufundisha, ni kutuongoza, ni kutukumbusha yale yote ambayo Mungu anataka tuyafanye. Pasipo huyu Roho Mtakatifu utafanya kama kipofu. Utakuwa Mkristo, utakuwa na dini yako, lakini hujui unalolifanya. Unafanya kwa kubaitisha, unapapasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapapasa, lakini ukweli Mungu hakutaka tupapase. Ndio maana ya kusema sitawaacha yatima. Angalia kwenye ule mstari wa 15 anachosema. Kwenye ule mstari wa 15 tulioanza nao, anasema hivi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Cha kwanza anaanza kutafuta upendo kwa muamini. Ukinipenda, ishara kwamba wewe unanipenda, utashikamana na amri zangu. Alafu ukishanipenda na kuzishika amri zangu, mimi nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae ninyi hata milele. Hasemi akae na ninyi kwa kitambo, akae na ninyi hata milele. Huyu msaidizi Yesu anasema ninamwomba wapi? Ninamwomba kwa msajili wa dini, ninamwomba kwenye vyuo vya Biblia. Nitamwomba Baba yangu, ambaye alisema mahali pengine, Baba yangu mimi ndio Baba yenu mimi, Mungu wangu mimi ndio Mungu wenu mimi. Nitamwomba, alafu yeye atawapa msaidizi mwingine. Huyo msaidizi anazungumzia Roho Mtakatifu. Anapokuja kwako, ametoka kwa Mungu. Hawezi kufanya mizaha, hawezi kucheza na imani. Leo tunaona watu wanacheza na imani na wanaonekana wana roho wa Mungu. Leo tunaona watu wanacheza kwa habari ya madhabahu na wanasema wana roho wa Mungu. Si kweli. Aliyetoka kwa Mungu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyetoka kwa Mungu ni nani? Hawezi kufanya mizaha. Sasa jiulize, kwa nini leo mizaha mingi madhabahu? Sio hapa. Kwa nini leo mizaha mingi madhabahu? Kwa sababu hawana roho wa Mungu. Kwa sababu roho wa Mungu ni Mungu. Mungu kwenye Zaburi ya kwanza amekataa mizaha. Kwa hiyo akiwa ndani ya mtu, hata hali ya huyo mtu hana mizaha. Akiwa ndani ya mtu, unamwona Mungu ndani ya huyo mtu. Mizaha inakuwa mbali na huyo mtu. Ukiona mizaha mingi, ni mazoea, ni elimu ya Biblia, ni elimu ya dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana angalia mitume, wakati wote wa kutumika kwao walikuwa serious kwa habari ya imani, walikuwa serious na Mungu wao. Fikiria, wanakabiliana na viongozi wenye majeshi, wenye mamlaka, lakini hawakuwa na mizaha, hawakuwa na woga, hawakuwa na hofu hata ilipobidi kufa. Yaani walikuwa tayari kwa chochote, kwa lolote, hata kama nakufa yuko tayari. Kwa nini? Ni Mungu alikuwa ndani yao. Angalia kanisa la leo, angalia na kanisa tunalolisoma la Matendo ya Mitume. Angalia kanisa ambalo Yesu aliliacha, liangalia na kanisa la leo. Ni vitu viwili tofauti, kwa sababu wamepoteza yule ambaye alitakiwa abaki na sisi mpaka milele. Tangu unamjua Mungu mpaka unamaliza safari yako hapa duniani, unatakiwa ubaki na wewe Roho Mtakatifu. Ndiye atakaye kufanya umalize mwendo salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona leo wanaandika kwa mtu pagani kabisa, lishakula rushwa, lishaharibu maisha hapa duniani. Anaandikiwa ujumbe eti amevipiga vita vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameelimu. Mpaka unajiuliza, hivi wanajua wanachokiandika au wanaandika? Unaona maisha ya huyo mtu hastahili kuandikiwa hilo andiko, lakini ni kujifariji, kwa sababu binadamu anataka kufarijiwa au kujifariji. Mtu pagani limemaliza mwendake katika upagani, anaandikiwa amevipiga vita vizuri. Wapi? Vita gani amepigana? Alikuwa mlevi kama walevi wengine, alikuwa mwizi kama wezi wengine, alafu namwambia amevipiga vita vizuri. Wanafikiri kwa kusema vile
wanampeleka mahali pema peponi kama wanavyojitamkia. Hakuna kwenda pema peponi pasipo kutembea na Roho Mtakatifu mpaka kumaliza naye mwendo. Ukimaliza mwendo vyako, lazima huo mwendo utamaliza vibaya, kwa sababu huna wa kukusaidia. Fikiria kama vile mimi nimesimama hapa, sina msaidizi, huyu anachezea madhabahu. Wanachukua sana. Sina msaidizi, maana na kesho kutwa tena angeigiza, na siku nyingine anaigiza. Kwa hiyo mchezo wa shetani unaendelea madhabahuni, na wewe unasema niko hapa mtumishi wa Mungu. Si kweli. Akiwa ndani yako, kazi yake kukukumbusha kwamba angalia hiki, kukutaarifu, kukujulisha. Yeye ana uwezo wa kukujulisha hata mambo yatakayotokea baadaye yajayo, atakwambia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala hawamtambui, bali ninyi mnamtambua kwa maana anakaa kwenu. Nasoma mstari wa 17. Anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Anakaa kwetu sisi tuliomwamini Yesu, naye atakuwa ndani ya sisi tuliomwamini Yesu. Hakai kwa ulimwengu. Anaposema ulimwengu, si kwamba ni dunia ile linampokea kwamba watu ambao wako nje ya wokovu, wako nje ya imani, wanaitwa walimwengu. Na maana ulimwengu, mtu wa ulimwengu kumtenda Mungu ambaye kwake si shida. Wanasikia sana. Kwa nini anatajwa hapa ni ulimwengu? Mtu ambaye hana kesho njema, hana mbingu nyingine zaidi ya hii. Akitoka hapa ni katika jehanamu ya moto. Anatajwa hapa kwamba ulimwengu hauwezi kumpokea kwa maana hawamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sisi tuliookoka tunamtambua, na ni kweli Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, unajua ni naye. Unajua, si kitu cha kusema mpaka mtu akwambia wewe una Roho Mtakatifu. Unajua, kwa sababu hajifichi na tabia zake ziko dhahiri. Wanasikia sana. Kama vile mtu mwenye roho chafu na roho machafu yakikaa ndani yake, utambundua kwa tabia, utaona mwenendo wake na tabia zake, utajua huyu amejawa na roho chafu. Kadhalika mwenye Roho wa Mungu akiwa ndani yako, utajua. Kuna vitu ambavyo binadamu huwezi kufanya, yeye atakuwezesha kufanya. Kuna vitu ambavyo peke yako huwezi kuzifanya, akiwa ndani yako utafanya. Na unaona alikuwa ndani ya kina Daniel, wakatafsiri ndoto ambayo mwenye kuiota ameisahau. Fikiria mtu ameota ndoto na ameisahau ndoto aliyoota, alafu naambia wewe niambie hiyo ndoto na nipe tafsiri yake. Najua ni rahisi kutafsiri ndoto ambayo mimi nakusimulia. Bwana, niliota nikaota na kula chakula kwenye ndoto. Nimeamka nimeshiba. Hiyo umelishwa nyama katika ulimwengu wa roho. Lakini aliyeota anasema ile ndoto imeondoka, sijui, nimeshaisahau. Alafu anataka kwanza isimulie ile ndoto, alafu mpe na tafsiri. Wewe unafanyaje? Bwana asifiwe sana. Mambo ambayo kibinadamu usingeweza, akiwa ndani yako utaweza. Angalia Danieli anasema kazi ya kutafsiri ndoto ni ya Mungu. Akaomba pewe muda aombe, kwa kuwa Roho wa Mungu alikaa ndani ya Danieli, akamletea ule mtiririko wa ndoto. Kama ndoto aliyoota huyo Nebukadneza ni hii hapa, na tafsiri ya hii ndoto ni hii hapa, nenda kampa majibu. Angalia, ilikuwa wenye hekima wa Babeli ambao ndani yao walikuwa kina Danieli, walikuwa wanakufa kwa kushindwa kujua hiyo ndoto. Watawala walikuwa ni madikteta wa zama hizo. Wanasikia sana. Walikuwa ni madikteta. Ameota ndoto, amesahau, anakuja kwenye baraza la mawaziri. Kwanza ingekuwa kama leo hivi, sijui kama watu wangegombea mimi nichague kuwa waziri, pangekuwa kwa moto pale. Leo mtu yuko lazima hata atoe rushwa achaguliwe awe rais, awe waziri, kwa sababu anajua hakuna. Ilikuwa ukichaguliwa kwenye baraza la mfalme, yaani anaweza kaamka asubuhi tu kaamka na lapata. Wanasikia sana. Sasa hao wakina Daniel, Roho wa Mungu alikaa ndani yao, ndio maana waliweza kufanya vitu ambavyo
Hata wenye hekima wa Babeli waliwashangaa, waliwaona hawa ni watu tofauti na sisi. Unajua wale wenye hekima wa Babeli walikuwa na miroho michafu, walikuwa na majini. Ndio maana kuna vitu vingi walikuwa wanaweza kumwambia mfalme kwa macho ya utambuzi, lakini kitu ambacho Mungu alitaka wenye majini hawakuweza kuona. Wanaweza sasa sana. Ndio maana Mungu anaweza akakuficha wewe mchawi na uchawi wake asijue unakaa wapi. Mungu akiamua kukuficha wewe, mtu hata kama ana ladha za kimataifa atapiga ladha zake usiku kucha asikuone wewe unaishi wapi. Yaani Mungu la kwake akilitaka hakuna roho yoyote inayoweza kutambua. Ndio maana ya wenye hekima wa Babeli walishindwa. Walikuwa wanaitwa wenye hekima kwa sababu walikuwa na hekima ya shetani. Hao kina Danieli walikuwa na hekima ya Mungu. Roho Mtakatifu alikuwa ndani yao. Wakafumbua mafumbo ya siri ambayo kibinadamu hata wao ungewauliza wangesema kwa kweli hata mimi mwenyewe sielewi nimeanzaje kulijua. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Anakuja kwetu, manake kama akituacha pasipo huyo Roho Mtakatifu ni sawa na mtoto ambaye hana mama, hana baba. Sasa Mkristo, wewe una baba. Mungu kwetu sisi ni baba. Hata kama wazazi wako wa mwili waliokuzaa wamekufa wote, sisi Mungu kwetu ni baba. Sasa anapokaa ndani yako, anaposema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu, anapokuja kukaa ndani yako anakusaidia yale ambayo binadamu usingeweza. Wanaweza sio sana. Haleluya kanisa. Ndio mstari wa 26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote. Unamtapanga na kufundisha yote. Yaani anaweza kufundisha mambo ya maisha haya. Sisemei kwa mambo ya rohoni tu, wala sio sana. Ana uwezo wa kukufundisha mambo ya maisha haya ya sasa. Ndio alimsaidia Yusufu, Bwana sio sana. Akawa kwenye level za juu za utawala. Akaliongoza taifa la Misri, Farao akawa hana kazi tena. Nani anamfundisha Yusufu na hajasoma utawala? Anapata wapi kutawala taifa kubwa kama la Misri na hajaenda shule ya utawala na hajui elimu yoyote ya utawala wapi? Alikuwa roho wa Mungu ndani. Yusufu, Farao mwenyewe anakiri kwamba tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu ndani yake? Mtu ambaye hajasoma, kwa sababu fuatilia historia ya Yusufu. Ametoka kwao akiwa kijana mdogo. Biblia inasema akauzwa kwa Potifa. Alichukuliwa katika msafara wa Washmaeli, akaenda akauzwa kwa Potifa. Akaanza kuwa house girl, hana elimu. Katoka kwa Potifa kaenda jela. Katoka jela anakuja kukaa kwenye nafasi ya juu ya nchi. Hivi jela ndio alikuwa anasoma. Wanaweza sio sana. Ndio maana unaweza kusoma ukawa na elimu ya utawala na ukatawala vibaya. Unaweza ukawa na elimu, mimi sijui nina PhD ya nini, na ukafanya vibaya. Huyu alikuwa ametoka kwenye houseboy, kaingia jela, katoka jela, kapata nafasi ya juu ya nchi. Aliongoza nchi vizuri. Na mpaka leo kuna kanuni alizifanya Yusufu, bado Misri wanazitumia mpaka leo. Kama ile ya kutoa 1/6 kwa Farao, 1/5 kwa Farao. Wanaweza kusema sana. Haleluya kanisa. Aliokoa nchi wakati wa njaa. Mataifa yote duniani yana njaa. Misri kulikuwa na chakula. Yaani leo tungesema hivi, nchi zote zimeshindwa uchumi, lakini Misri uchumi ulikuwa mzuri. Yaani uchumi umeporomoka duniani, lakini nchi ya Misri ikawa na uchumi mzuri. Mtu ambaye ametoka Uswahili, kaenda jela, kapachikwa kwenye mamlaka. Nani anamsaidia? Roho Mtakatifu. Na maana angalia tabia ya Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Alikuwa ndani ya Yusufu, alikataa Yusufu kulala na Potifa. Alikataa. Si anakataa kwa akili ya kwake. Akiwa ndani yako hawezi kuambatana na dhambi. Yusufu anashinda jaribu la dhambi, anapelekwa jela.
Nani anamsaidia kushinda jaribu la dhambi? Nani anamwambia kimbia dhambi? Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yake. Haleluya kanisa. Angalia anapomsaidia, anaingia jela, anakuja ndani ya jela, tayari Roho wa Mungu anampa kibali, anaonekana katika wafungwa, yeye anafaa kuwa msimamizi wa wafungwa. Ameingia mle, mara moja amepata kibali kwa wakuu wa gereza, wakamwambia utakuwa msimamizi wa wafungwa, utawagawia chakula, utawaangalia, utakuwa msimamizi. Anakusaidia hata maisha haya, sio lazima maisha ya rohoni tu, anakusaidia hata maisha haya. Huwezi kuendesha familia akiwa ndani yako, familia itaenda vizuri. Huwezi katika majukumu yako pale kazini akiwa ndani yako. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Nimejaribu Roho Mtakatifu mara nyingi, kwa vile vitu ambavyo nashindwa, namwambia Roho Mtakatifu nisaidie hapa, na naweza. Roho Mtakatifu nisaidie hapa. Anaona kabisa hiki kinaenda kwa vile Roho Mtakatifu nisaidie hapa, nashindwa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana yaandiko kusema usizitegemee akili zako, wala usizitumainie. Yeye huyu msaidizi anapokuwa ndani, anakusaidia, atakufundisha yote na kukukumbusha yote niliyowaambia mimi. Yesu anaongea hapa. Kwa hiyo kanisa, ili tufanye vizuri, ili tuende vizuri, tumalize mwendo salama, tunamhitaji Roho Mtakatifu kwa 100%. Sio kidogo kidogo. Wenzako walisema kidogo kidogo, mwishoni wakamsukumia mbali kabisa. Wakabaki na anasa, wakabaki na usanii tu, waonekane wana Mungu kwa mavazi fulani, kwa aina fulani ya ongea, yaani akishaondoka lazima usanii utaingia. Kwamba ili nionekane na Mungu lazima nivae staili fulani, niwe wa aina fulani, niwe wa aina fulani. Si kweli. Unaweza kuvaa utakavyovaa, lakini kama Mungu hayupo tu. Bwana asifiwe sana. Vaa vazi nyeupe kama wewe ni mweusi tu. Kwani ukivaa vazi la rangi nyekundu ndio linakubadilisha mpaka ngozi inakuwa nyekundu? Kama mimi nimevaa kijivu hii na mwili wangu wa kijivu, sinabaki yule yule. Kwa hiyo mavazi yanayotubadilisha kuwa kufanana na Mungu. Si staili fulani za ibada zinazotufanya kufanana na Mungu. Akiwemo Roho wa Mungu ndani yako, huyo ndiye atakufundisha, atakukumbusha, atakuelekeza. Anasema nitakufundisha, nitakuelekeza, jicho langu likikutazama. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia andiko lingine. Tuko kwenye Yohana hiyo. Yohana 18. Yohana 18 mstari wa 7 mpaka wa 16. Yohana 18 mstari wa 7 mpaka wa 6. Jamani, sio 18, ni 16. Yohana 16. Yohana 16 mstari wa 7 mpaka wa 16. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke. Huyu ni Yesu anaongea hapa na wanafunzi wake. Leo anaongea na wewe. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa mimi niondoke. Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo hatumii neno kile, huyo ni Mungu, huyo ni Baba yetu, huyo aliye hai. Naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi.
kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu, Shetani na malaika zake, mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado kitambo, hata bado ningali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Maana kazi ya Roho Mtakatifu kukuongoza, kukuelekeza kwenye ukweli tu, so uongo umomo, sio mchanganyo umomo, anakutia kwenye kweli tu, atawatia kwenye kweli yote, kwa maana hata nena shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako hawezi kuyatukuza mafuta ya upako, hawezi kutukuza maji ya upako, hawezi kutukuza matambara ya upako. Atamtukuza Yesu. Anasema yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo na aliyasema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Anazungumzia kumwona kwa njia ya Roho Mtakatifu. Unaona, saa hizi Yesu hatumwoni kwa macho ya nyama, si ndio? Lakini tunamwona kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunaona matendo yake, tunaona kazi yake, tunasikia akituambia, akituelekeza, akitunong'oneza. Wanasikia sana. Kuna kwaya moja wanaimba wa Luteri, kwaya zamani kidogo. Anasema, niwezeshe Bwana wangu nisizame dhambini. Nong'oneza, sauti yako nisikie. Nong'oneza. Kweli Roho wa Mungu akiwa ndani yako huwa ananong'oneza. Unaona kabisa anakuambia hiki usifanye, anakuambia hiki acha, ananong'oneza. Unasikia, unanong'onezwa masikioni. Haleluya kanisa. Bwana asifiwe sana. Ndio maana kwa wale wachanga, akisemeshwa na Roho Mtakatifu, kama kwenye Biblia inavyoonyesha, Samuel katika uchanga wake akasemeshwa na Roho Mtakatifu, akaenda kuitika kwa yeye. Anasikia, ananong'onezwa, lakini anaamka. Hamoni aliyemnong'oneza anamfuata mzee Eli, anaenda kumwambia umeniita. Tabia ya Roho Mtakatifu huwa anaongea, na anachokisema hapa, anasema anatoa yaliyo ya Yesu, na hata muujiza ukitendeka anamtukuza Yesu aliyeyatenda hayo. Akiwa ndani yako hawezi kuchukua utukufu wa Mungu. Jifunze kwa habari ya Roho Mtakatifu. Bwana siwe sana. Mtu mwenye Roho Mtakatifu hata afufue mtu, hata afanye muujiza wa aina gani, hawezi kujiinua, hawezi kuweka mabega juu kwamba mimi nimeponya mtu, mimi nimefanya muujiza. Ukiona mtu anasema mimi, maanake ana roho nyingine, sio Roho Mtakatifu. Hapa anasema atanitukuza mimi, atatoa yale ya kwangu, atawaeleza habari zangu, lakini kwa chochote kitakachofanyika yeye atanitukuza. Maanake atampa sifa na utukufu mwana wa Adamu. Wanasikia sana. Sasa wapinde wahubiri wa leo wakifanya muujiza, anasema mimi ni nabii mkuu. Hiyo ni roho gani? Roho gani ya kujiinua? Akifanya muujiza anasema mimi ni trekta. Kuna moja anaitwa yeye ni trekta, tinga, yani pasua popote, pasua. Hiyo ni roho gani? Mbona hapa tunaambiwa kwa habari ya Roho Mtakatifu akifanya muujiza wowote, sifa na utukufu na mrudia Mungu aliyetenda. Kwa nini hawa wanajiita majina makubwa? Wanatumika na roho gani? Ninyi mnaenda tu kwa sababu mjui. Ndio maana wengi watangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Na nikuambie kwa habari ya hukumu, Mungu hatacheza na ulimwengu. Kwa habari ya hukumu hatacheza kusema mimi nilikuwa sijui. Ndio maana katuacha wahubiri tunaohubiri kweli duniani. Usiseme mimi nilikuwa sijui. Kwa habari ya hukumu hata kuwa na masiara. Hakukihurumia kizazi cha kwanza, hata kuhurumia sisi kizazi cha leo. Endapo tusipotii neno lake, hata tuhurumia.
kwa sababu wahubiri wapo duniani wanaosema kweli ya Mungu, wapo. Wanazuri sana. Lazima usome neno, lazima ulijue neno, lazima uitofautishe roho. Ndio maana anasema zichunguzeni roho hizo, zichunguzeni. Je, zinatokana na Mungu? Utamchunguzaje mtu ambaye humjui? Lazima mimi kwanza ninayetaka kumchunguza ni mchue huyo mtu, na mchuaje nisipokuwa na roho wa Mungu? Anayetakiwa nijulishe huyu mtu ni nani. Wanaweza sana. Kama huna roho wa Mungu utajuaje kwamba huyu anatumika na roho chafu? Kama neno la Mungu alivyo ndani yako, utajuaje tabia hizi zinakinzana na neno la Mungu? Sasa watu wanafikiri kwa kuto kusoma neno, kwa kuto kukaa katika huduma ambazo zinafundisha kweli ya Mungu, watapona na hukumu. Kwa habari ya hukumu, Mungu hana mchezo. Ndio maana wenzetu walimtafuta Mungu kwa gharama. Angalia maandiko yanasema, hamjafanya vita hata zikimwagika damu mkishindana na dhambi, kwa sababu walijua kwa habari ya hukumu huyu Mungu hana mchezo. Kwa hiyo walitaka kujua ukweli, walitaka wakae na Mungu kwa maana halisi, kwamba namtaka Mungu kwa maana halisi. Ndio maana wakapigwa, wakaburuzwa mabarabarani, wakafanyiwa kila aina ya ziaka. Hawakubali kumwacha Mungu. Na kuambia ukweli, sikutanii, kwa habari ya hukumu ya ulimwengu, Mungu hatakuwa na mchezo. Maana yeye hapingane na neno lake. Ndio maana angalia, anajaribu kuweka gharama nyingi kwetu ili tu tusiingie jehanamu, ili tu tusiingie katika hukumu ya Mungu. Anatupa mpaka roho wa kutufundisha, wa kutuongoza, wa kutuelekeza. Yote haya hataki tuingie katika jehanamu. Ninaona mahala pengi watu wanacheza leo na huduma, wanacheza leo na utumishi, wanacheza na huyu Mungu. Ndio maana yeye anasema hivi, dhambi zote wanazozitenda wanadamu, zote wanazozifanya wanadamu watasamehewa, lakini kwa habari ya makufuru ya Roho Mtakatifu haina msamaha, haina mjadala. Wanasema sana kwa habari ya kufuru, kumkufuru Roho wa Mungu, hilo halina mjadala. Unakufuruje? Kwamba unaujua huu ni ukweli, unaamua kwa maksudi kabisa kuukanyaga ukweli. Kwa maksudi, unajua kabisa hili ninachokifanya Mungu amenikataza, unaamua kukikanyaga. Na Roho na kushuhudia hichi unachokifanya unakosea, unaamua kukanyaga. Wanasikia sana. Anajaribu kuleta huzuni ndani yako, anajaribu kuleta masikitiko ndani yako, anaondoa amani ndani yako, lakini anasema vyovyote vile nafanya, vyovyote vile hii nyimba natoa, vyovyote vile analeta huzuni, na vyovyote vile hii nyimba naitoa. Bwana asifiwe sana. Watu wanacheza na hukumu ya Mungu. Mmoja akaniambia hivi, kaja yeye na mke wake. Sasa wapuuzi, nikitoa shuhuda hivi wanasema nakosea. Sijui wewe ndio una roho wa Mungu. Kama Mungu anashuhudia, maana yake kuna mtu anaponya. Wewe unasema nakosea. Ipime una roho gani? Shuhuda inajenga, si ndio? Mahubiri ya Yesu yote yamejaa shuhuda. Ametoa shuhuda ya mwana mpotevu alipotenda vibaya kwa babake. Ametoa shuhuda nyingi kwenye mahubiri ya Yesu. Mengi mpaka wanamwambia, kwa nini unapenda sana kuongea kwa mifano? Kila wakati kundi la watu linapokuwepo. Leo mtu ananyanyuka tu, kwa nini anashuhudia mambo? Unaona kumpinga Roho Mtakatifu hadharani pasipo wewe kujijua. Akaniambia hivi, mimi na huyu mke wangu tukipishana, kama na ujauzito anaenda kutoa, tukigombana na wako wote wawili hapa, niwaambia ndivyo mama unaofanya. Ndio mimba ya kwanza nilitoa kwa sababu nilikuta message ya mwanamke mwingine kwenye simu yake. Kijana anasema, nilimsihi sana mchungaji, nilimwambia huyu, mbona nilikwambia habari zake? Yaani yule kijana kabla hajamoa alikuwa amezaa na mwanamke mwingine. Bwana siwe sana. Kwa hiyo huwa yule mzazi mwenzake huwa anamtumia message kumpa taarifa za maendeleo ya mtoto. Kwa hiyo anasema niliona message ya mwanamke ambaye yeye aliniambia atakuwa na mawasiliano. Nilimwambia hivi, chochote anachokitaka kwako kipitie kwangu. Kwa nini ametuma message moja kwa moja kwako? Kumbe mnawasiliana bado.
akamwambia naenda kutoa huyo mtoto. Anasema nilipiga magoti, nikavutika kwa magoti, chonde chonde, mke wangu nisamehe, si naenda kutoa. Anasema nilifikiri utani. Kufika jioni ameshatoa hiyo nini. Huyu hajui kama anachokifanya ni dhambi. Hajui huyu anachokifanya makosa. Hajui. Mbona waoga kuitika? Nimewashika mahala penu. Hapa ni maonyo kwenda mbele. Kama unatafuta kanisa linalohubiri kwa matakwa yako, si hivi. Hapa tunataka watu waende mbinguni. Maana ni kizazi cha ajabu, kinataka kihubiriwe kinachotaka. Yaani wana masikio yale ya utafiti. Kwamba hili silitaki, nataka nisikie hivi. Sio hapa. Ni hapa naongea na watu, lakini naongea na majini pia yananisikia. Yanaharibiwa ninavyoongea. Kwa maana unaona yanalipukaga. Kwa sababu yanakatwa na neno la Mungu. Anasema tena ikawa hivyo hivyo. Walikosana sijui nini na nini, katoa nyingine. Hivi kweli kila mtu anachokukosea unaua? Iko sawa? Iko sawa? Sasa mtu kama huyu anawezaje kukwepa hukumu ya Mungu? Ajui kutoa mimba ni dhambi. Ajui kuua ni dhambi. Sasa hili nimekupa kama mfano. Maana yake ni kwamba hata kile unachokifanya wewe kwa makusudi, huko Roho atakushuhudia hicho unachokifanya kibaya, hicho unachotaka kufanya kibaya, unapolazimisha kukifanya, hukumu ya Mungu inakusubiri. Ndio maana anatupa Roho Mtakatifu ili ukitaka kwenda vibaya kurudisha, akukataze, akuzuie. Ukitaka kukosea akuzuie. Na ni kweli anapokuwa ndani yako ananong'oneza, anasema. Ndio maana hakuna mwenye dhambi mwenye amani. Biblia inasema hakuna amani kwa waovu. Kwa nini hawana amani? Maovu wanayoyafanya yanawaondolea amani. Wanakosa kabisa amani wanapotaka kutenda uovu. Anakosa amani. Lakini anashupaza, anajivika ujasiri wa kishetani mpaka anafanya ule uovu. Anasema bado kitambo kidogo nanyi hamtaniona. Na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Kwa nini alikuwa anaongea? Alisema hamtaniona kwa mwili, lakini kwa muda mfupi nitakuja kukaa kwa huyo Roho Mtakatifu. Ndio leo hatumoni kwa macho, lakini ukweli anakaa na sisi. Wanaweza sasa anakaa na sisi. Tunamwonaje? Tunasikia akituelekeza. Tunamwona akiweka uzito tunapotaka kufanya vibaya. Analeta faraja wakati wa majonzi. Wakati unapita kwenye kipindi kigumu, analeta faraja. Kwa sababu wakati mwingine kwa mtu ambaye anamtumikia Mungu kwa maana halisi, kuna mapito unapita yanakupelekea kabisa kukata tamaa. Yaani unasema kabisa hali hii siwezi. Yeye anakuja anaweka faraja. Wanasiweza. Analeta faraja wakati wa majonzi. Hivi vyombo vinakula sauti. Kuna setting haiko sawa. Sisemi ukochokoche sasa. Bila mviangalie vinameza sauti. Wanasiweza. Ndio maana unaona mapito ya wana wa Mungu ni magumu sana, mpaka unajishangaa kwa magumu hayo waliwezaje kuendelea. Roho wa Mungu kazi yake. Pale unapotaka kuchoka, unapotaka kushindwa, yaani unasema sasa ndio naenda mwisho, analeta faraja, anakutia moyo, endelea, unashangaa umepita. Soma mapito ya watakatifu ni magumu, lakini walimalizaje huo mwendo? Walimaliza salama kwa sababu walikuwa pamoja na Roho Mtakatifu. Wanaweza sasa. Hizo ndo kazi zake. Hizo ndo kazi zake. Nenda tuangalie andiko lingine. Yohana 14. Andika hivi. Achana na hiyo Yohana 14, tushaisoma. Andika hivi. Andika ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tukio
Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tukio linalofuata wokovu. Ni tukio linalofuata wokovu na linapatikana kwa kila mtoto wa Mungu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tukio linalofuata wokovu na linapatikana kwa kila mtoto wa Mungu. Naweke vizuri. Yaani ni hivi, ubatizo wa Roho Mtakatifu, tukio la kubatizwa nguvu ya Roho Mtakatifu haliendi kwa mtu ambaye hajaokoka. Wanasema sana, kwanza unatangulia kuokoka, unatangulia kumwamini Yesu, ndipo yeye anamleta mtoto wake, anamleta roho wake kwako. Si kwamba mpagani wewe unapenda dini, hutaki kuokoka, unapenda maisha ya dunia hii, alafu anasema Roho Mtakatifu njoo kwangu. Haji. Kwanza unaanza kumtaka Yesu, unamwamini kuwa ni kweli ametoka kwa Mungu, njia ya kweli ya uzima wa milele. Anasema waaminio na kubatizwa ndio watakaokoka. Kwa hiyo lazima anza kuamini, ndipo yeye anakubatiza sasa kwa roho wake, anakupa. Hao waliokuwa na ameni bado kitabu kidogo, hamtaniona bado kidogo, walikuwa tayari wamemwamini. Ni lile kundi ambalo aliliacha, anaondoka, aliwaacha watu 120 wakawa kila siku wanakutana nyumbani mwa Mungu, wanamega mkate, wanakula neno la Mungu. Sio mkate hii ya balesi, si maandazi, wanakula neno la Mungu kila siku, wanakutana nyumbani mwa Mungu, wanamega mkate, mpaka siku ile ilipowadia, ndipo akawabatiza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwanza lazima wewe unayemtaka Mungu aje ndani yako, kwanza lazima uokoke, muamini Mungu, liamini jina pekee la Mungu ambalo amelileta duniani, ndipo Roho wa Mungu atakuja kwako. Hakai kwa mataifa, hakai kwa wenye dhambi, hakai kwa watu wanaojivunia dini zao, wamebaki na dini zao, hawana Roho wa Mungu. Ndio maana wanasema unaweza ukafanya dhambi kidogo na ukatubu. Sisi ambao Roho wa Mungu anakaa ndani yetu, dhambi ni mwiko, yaani dhambi kwetu ni kama ukoma. Wenzao wanamwambia, wakaimba hata na wimbo, wakaimba na wimbo kwamba sijui akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Yaani mwili huo mmoja una vigawagao vipande vitatu, kwamba akili na waza ya akilini, hapo moyoni Yesu wewe dili na moyo tu. Mambo ya huko hata kama naiba hela niache. Mambo ya mfukoni wangu huku, mfukoni kwangu huku hakukuhusu. Na wanasimama kabisa, akili kichwani, Yesu moyoni, pesa mfukoni. Si kweli. Yeye anapokuja anakumiliki kuanzia akili, moyo, mwenendo, tabia, vaa yako, kula yako, kazi ya mikono yako, namna yako kupata pesa, kila mahala yeye anaratibu, anatawala. Ndio maana akiwa ndani yako unaweza kukaa hivi, shetani akataka kupitisha mawazo mabaya, unasikia futa hayo kwa damu ya Yesu. Unaona kabisa wazo bovu linakuja kichwani, anakuambia futa hicho. Unataka kuongea, anakuambia mimi hicho nataka kukisema. Unasikia ndani. Sasa kama moyo ndo anadili na yeye, alafu akili inaniongoza inavyotaka yenyewe, na Yesu anavumilia, si kweli. Ndio maana ya yeye kiongozi, huwa hakubali kuongozwa, anataka yeye akuongoze. Kwa sababu wewe ni mtoto, yeye ni Mungu. Kabla ya misingi alikuwepo, wewe unamuongoza nini? Hivi unaweza kumuongoza Mungu wewe? Au ndio ile akili ya bata? Tunaona akili ya bata,
mama ndo anakuwa nyuma, au vitoto eti ndo vinajua mji, vimetotolewa juzi, eti leo vinajua mji. Unakuta viko mbele, yeye anafuata nyuma kutaratibu. Mwishoni hakuna mawindo. Vitoto kwa sababu vijui yeye mama ndo alikuwa aende wapi. Huwa tunaogaga huko, huwa tunakulaga mahali fulani. Sasa vitoto vinachukua nafasi ya mama, vinatangulia mbele, mama anaifanya. Basi kama mnatangulia, haya mimi nawafuata. Wanakuja vinakuja mpaka miguuni, vinafikiri miguu na yenyewe chakula. Ndio binadamu hataki aongozwe na Mungu, anataka yeye eti anaujua ulimwengu, anajua anaweza kufanya kitu. Si kweli. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hapa anaposema kwamba unatangulia kwanza kuokoka, alafu ndipo yeye anakubatiza kwa huyo Roho Mtakatifu. Kubatiza anakupa, anasema mkizipenda mtazishika amri zangu, mimi nitamwomba Babangu atawapa msaidizi mwingine. Kwa hiyo unampenda Yesu, Yesu anakuombea kwa Baba, Baba anakupa roho wake. Roho yule yule anaitwa Roho wa Kristo. Kwa hiyo ni Yesu anakuja kukaa ndani yako. Anapokaa ndani yako anakushuhudia habari ya dhambi. Angalia andiko kutoka kitabu kile cha kitabu cha Yohana. Maandishi hapa nayaona madogo kabisa. Yohana 4:13 mpaka 14 pale. Yohana 4:13 mpaka 14. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni tukio linalofuata wokovu na linapatikana kwa kila mtoto wa Mungu. Yohana 4:13 mpaka 14. Leo natembea na Yohana tu hapo. Yohana 4 mstari wa 13 anasema hivi. Yohana 4:13 mpaka 14. Anasema Yesu akajibu akawaambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Maji anayoongelea hapa, usifikiri haya maji ya Balesa au haya ya afya au haya unayochota unakunywa. Anaongelea kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anamfananisha Roho Mtakatifu na kisima ambacho chemichemi yake huwa haikauki milele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo anasema maji haya tunayokunywa huwa tunaona kiu tena, lakini maji anayokupa yeye yatabubujika ndani yako, yataleta uzima, yatakuwa ni chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anatoa uzima wa leo wa sasa na analeta uzima ule wa milele ujao katika ufalme wa Mungu kule mbinguni. Na maana akiwa ndani yako una uzima huu wa sasa, lakini una uhakika wa uzima ule ujao. Ukiona mtu namwambia unaenda mbinguni, anza Bwana Mungu mwenyewe ndo anajua. Huyu hajijui. Kwa sababu swala la kwenda mbinguni kwa mtu mwenye Roho Mtakatifu anajua, yani unajua kwamba baada ya maisha haya naenda kwa Baba yangu. Wasome wote waliotumika na Roho Mtakatifu, ukianza toka Agano la Kale mpaka juu, walijua. Kiangalia kule kwa Agano la Kale, Elia alijua kwamba sasa naondoka, naenda kwa Baba yangu, na alitarajia kuona nafatwa na gari la moto. Gari la moto, moto ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo lile gari la moto linalokuja kumchukua Elia pale, usifikiri ni gari, usifikiri ni moto. Yule ni Roho Mtakatifu ambaye Elia alitumika kwa huyo,
alikuja akamchukua kama mwali wa moto akaondoka naye. Angalia Paulo anakaribia kufa, anasema sasa ninamiminwa, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, mwendo sasa nimewekwa. Anajua kabisa naenda kuvishwa taji. Hata leo namwambia Bwana, ukifa wapi? Mungu mwenyewe anajua. Wewe unatakiwa ujue unaenda wapi. Kwani Yesu hapa anaondoka na waaga au si anawaambia mimi nikienda ni nafuu kwenu, maana nisipoondoka hata kuja, anajua naenda kwa Baba. Sasa kwa sababu ya maisha ya ndumila kuwili duniani upo na mbingu naitaka, ndio maana wengi wanasema sijui Bwana. Mungu mwenyewe anajua. Mungu anataka wewe ujue. Kwani ulipokuja hapa kanisani unasema ni sijui Bwana kanisa gani naenda, mchungaji mwenyewe anajua. So ulitoka nyumbani kwao ndio anaenda sio? Unachukua manguo yako unavaa, unachukua viatu vyako unavaa, unajipamba, unachukua kila ulichojiandaa kuja nacho. Akili inakuambia kabisa tunaenda, unaona mpaka picha ya kanisa. Bado hujaji lakini unaona mpaka kanisa lenyewe na nitaenda kuingia. Leo nitapambana nikae siti ya mahala fulani. Hata wale mashemasi wakiniambia sogea mbele, sisogee. Leo nitakaa pale kwenye frame. Toka nyumbani unajua. Nitakaa pale kwenye frame. Haje mtu aniambia sogea mbele. Yeye na mimi. Ushajua kabla ya kufika. Na unapokuja unaona yale uliyoyajua umeshayaona na unafuata ile frame ni hii nilipanga nikae hapa. Yalianza rohoni. Kwa hiyo tunajua kwa sababu Roho wa Mungu akiwa ndani yako anakushuhudia baada ya maisha haya tutaenda. Unapata picha kabisa. Wanasema sana. Angalia, anasema Yesu akajibu akawaambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Haya mnayokunywa ya Mwamposa sijui ya kwani Musa. Haya mnayoyapenda haya huwa unaona. Ndio maana wanaenda wanapigwa hela, baada ya muda fulani wanaenda tena wanapigwa hela, baada ya muda fulani wanaenda tena wanapigwa hela. Lakini angalia, tulie na Roho Mtakatifu, hata masikio kusikia kwamba kuna Mwamposa, sijui kuna mafuta ya upako, hatujataka kusikia kwa sababu aliye ndani yetu anatufikirisia kila kitu. Sina mahangaiko. Ukinywa maji haya, hapa anasema si mimi. Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Wewe waulize wanaoenda kununua maji na mafuta na matambara na matakataka mengine, wanaendelea kuwa wateja wa kuuziwa hivyo vitu. Angalia, mtu anakuja hapa hajui kuomba juu chochote. Hatumuuzii chochote, ila tunamfundisha neno la Mungu. Tunamwombea habari za Roho Mtakatifu akae naye. Anapomjua, unaona maisha yake yabadilika. Unaanza kupambana na wapagani wa ndani kwako. Kwamba wewe kwa nini unaenda kusali kanisa? Hutaki kusikia kwamba mseme mtakaposema siachi. Bwana asifiwe sana. Mmoja akaniambia, mchungaji, mimi napenda nakuja hapo sana namuona Mungu. Nimebadilika maisha yangu toka nilipokuwa mpaka sasa. Naona kabisa na hapa pamenibadilisha maisha yangu. Naona utumishi, yani namuona Mungu hapa. Lakini mamangu ananiambia hivi na hivi na hivi. Ananiambia kanisa la mapato unaoenda lile, unafikiri utapata hiki na hiki. Ananiambia maneno machungu sana. Lakini angalia, mama yake anamwambia hayo maneno machungu, lakini ndo kama anamwambia nenda. Kwa nini haachi? Maji yaliyoingia ndani yake ni maji ya uzima, yanabubujika kila wakati. Anatamani kusikia tena na kusikia na kusikia. Ndio maana huwezi kumzuilia mtu mwenye Roho wa Mungu ndani. Alitakalo huwezi kuzuia. Huwezi kuzuia mtu mwenye Roho wa Mungu ndani, huwezi kuzuia. Waulize wafalme waliotangulia, walipambana na kanisa kama waliweza. Kama waliweza. Kila waliopambana nao ndivyo walivyozidi kuinuka. Ndivyo huwezi kuzuia. Roho akiwa ndani huwezi kuzuiliwa. Ukiona mtu anazuiliwa, wewe hakuna kwenda ibada, hakuna kwenda ile kanisa na anazuilika, bado ndani kule hana kitu. Kwanza habari ya kuogopa inakuwa mbali na wewe. Kwamba nikikataa sijui nitanyimwa chakula, sijui nitafukuzwa. Yaani hiyo habari huwazani kabisa. Akiwa ndani
akikwambia tunaenda kufanya hiki, hata ainuke babako, ainuke mamako, ainuke mfalme wa nchi, na ainuke majeshi, huwezi kurudi nyuma. Alitakalo Mungu ndio utakaofanya. Na unaona mtu anakunjua kidezi tu, wewe umechelewa ibadani kesho, na anatii. Huyo hana roho Mungu. Soma habari ya Matendo ya Mitume, kama wafalme waliweza kupambana nao. Wanaitwa ndani ofisini, wanapigwa fimbo, wanaambiwa marufuku kuhubiri kwa jina hili, wanatoka. Ndo kama wameambiwa nendeni mkahubiri mara 7. Wanawakamata, wamedi nyinyi, hatuwakataza kuhubiri kwa habari ya huyu Yesu. Kwa nini mnataka kuileta damu ya huyu mtu kwenye mikono yetu? Yameua, alafu hayataki damu yake ije juu yao. Kwa nini mnatushuhudia vibaya nyinyi? Weka gerezani. Wakiwa ndani, walio nje wanakusanyika pamoja, wanaanzisha maombi, milango ya gereza inafunguka yenyewe. Aliye gerezani anatoka, anaongea nao, wanaendeleza maombi. Huwezi kuzuia. Ukiona mtu anapigiwa kidezi tu, wewe unaenda wapi? Sitaki uende hiyo kanisa, na anarudi kama huyo sio. Ndio maana wengine mmekuwa waoga hata kushuhudia wenzenu. Kumwambia tu mimi nimeokoka, unakuwa mwoga. Huna roho. Roho akiwa ndani uogopi. Unayadharau ya dunia hii. Ndio maana Yesu anasema yeye anayekunywa maji yale, anasema Yesu akawajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu, walakini yoyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji yatampa nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Kwa hiyo ndani kuna chemka, kwa sababu roho wa uzima yuko ndani yako. Kama ni una huduma ya kuhubiri, kuna chemka kuhubiri. Unatamani umhubirie mtu yoyote kwa lugha yake, kwa rangi yake, kwa cheo chake, kwa kabila yake, kwa namna yake, utamhubiria. Huwezi kuwa na mipaka, huwezi kuogopa akiwa ndani yako. Ukiwa na aibu, unaionea aibu. Ndio maana Yesu alisemaje? Mkinionea aibu mbele ya babangu, mkinionea aibu na mimi nitaonea aibu mbele ya babangu na malaika zake, kwa sababu anaamini ninaowapa roho wangu, aibu haipo ndani yangu. Nikikupa roho yangu, hali ya kwangu ndio inahamia kwako. Kwa hiyo anaposema atakayenionea aibu, anajua kabisa yatakuwa mapagani ambayo yalijichanganya na kanisa, magugu. Ndio maana alikuwa na aibu. Lakini mwenye roho wa Mungu huwezi kuona aibu kwa habari za. Huwezi kuona aibu kumwonea mwenye dhambi aibu. Huwezi. Angalia kina Yohana, jifunze kwao. Yohana ameambiwa hivi, Filipo ameokoka. Yohana alimhubiri Injili. Yesu alimhubiri Injili, Filipo akaokoka. Akawa mwanafunzi wa Yesu. Kipindi kile bado Yohana hajafa. Yesu anaendelea na huduma, Filipo ameshamwamini Yesu, amejiunga. Filipo na Herode walikuwa ni tumbo moja, baba yao moja, mama yao moja. Ni ndugu. Biblia inasema Herode na Filipo ni ndugu wa kuzaliwa kabisa wa mfalme Herode. Bwana asifiwe sana. Kitendo cha Filipo kuokoka, mke wa Filipo, kwa mama ambao hawapendi maisha haya ya Ukristo wapo. Anasema yani maisha mipaka, mimi nataka nivae hivi, mchungaji anataka tuvae hivi. Mimi nataka nisuke hivi, mchungaji anataka tufuke hivi. Mimi nataka nitoke na mitoko hii, mchungaji anataka hayo maisha msitaki. Mtasali kwenye dini yetu. Sasa mke wa Filipo aliposikia Filipo ameokoka, anaambatana na Yesu, akajua kabisa maisha yetu inabidi yabadilike, tufanane na Yesu. Kwa hiyo akakataa, akamwambia okoka mwenyewe, mimi na baki na dini yetu. Na Herode kama haitoshi, akaamua kuoa shemeji yake. Yaani fikiria mapito ya watoto wa Mungu yalikuwa magumu. Mimi naokoka, mke wangu anakataa kuokoka. Kaka yangu anamuoa mke wangu. Yaani kwamba achana na jinga lile, wewe njoo tule la. Kwa hiyo Yohana akapata hiyo story kwamba Filipo amemwamini Yesu, mke wake amekataa kuamini, lakini kinachoendelea, yule mke anatoka na shemeji yake mfalme Herode. Yohana akasema amefanya hivi, naenda. Kaenda mpaka ikulu. Kipindi kile Yohana alikuwa na heshima katika taifa lile.
Ndio maana hata walipotaka kumua kwa kumpiga mawe, watu wakasema watu wote hao wanajua Yohana ni mtu wa Mungu. Akaenda akakutana na mfano ambao ulichokifanya si sawa mbele za Mungu. Fikiria, umeingia ikulu, majamaa yamesimama na mikuki yake na majambia yamening'inia huko, unapigiwa saluti, unapita, alafu unamonya wanayemlinda hadharani kwamba Herode ulichokifanya si sawa. Unawaje shemeji yako? Unaokuaje na mke wa ndugu yako? Hii dhambi itakutafuna. Na Herode alijua Yohana ni mtu wa Mungu, akabaki kimya, akasema nikimkamata nimweke ndani huyu basi atatokea. Wakamshauri, kamata, hawezi akakuonya hivi, kamata weka ndani, utamtoa kipindi cha msamaha, kamata weka ndani. Kashauriwa vibaya, akamkamata Yohana akamweka ndani. Bwana sifiwe sana. Lakini angalia ujasiri wa Yohana kuingia kwa mfalme Herode na kumwonya. Kwa nini alimwonya? Yohana alikuwa na roho wa Mungu, alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Wewe tu kumshuhudia bosi wako, si mfalme, ni bosi wako tu. Labda wewe ni msichana wa kazi, sijui bosi wako unaona kabisa ni pagani, kumwambia tu haya maisha unayoishi bosi wangu, kweli unanilipa hela, lakini haya maisha hayafai mbele za Mungu, badilisha maisha. Unaona unaanza kufikiria hivi akiniambia niache kazi. Huyu alienda kwa mkuu wa nchi. Bwana asifiwe sana. Nguvu gani anayo? Roho Mtakatifu ndani yake. Ndio maana kama unasoma, Yohana akaja kuuawa baadaye kwa sababu ya nafsi ya yule mama, akaona Yohana ni kama kizuizi. Alipopata chance akaitumia hiyo, kichwa cha Yohana Mbatizaji kikatwa. Lakini maandiko yalikuwa yanatimia, ilikuwa lazima Yohana afe ili Yesu aendelee mbele. Bwana asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ndio nini kilikuwa kinabubujika ndani ya Yohana Mbatizaji? Roho ya uzima aliyekuwa ndani yake. Maji haya ya uzima ni Roho Mtakatifu. Anapokuwa ndani yako, ndani kunachemka. Kunachemka kuomba, kunachemka kusikia neno la Mungu, kunachemka kutenda matendo mema, kunachemka ndani. Yaani unasikia ibada ndani, kunaita ibada ndani. Sasa leo unakuta mtu ibada mpaka lazimishwe, maombi nyumbani mpaka lazimishwe. Ni hali mbaya. Kwa nini maombi ulazimishwe? Kama kweli Roho wa Mungu yuko ndani yako, kwa nini maombi ulazimishwe? Mimi najiuliza hivi, kwa mfano Roho wa Mungu akiwa ndani yako, yeye tabia yake ya kwanza, Biblia inasema yeye ni mwombaji. Kadhalika Roho naye kutusaidia katika udhaifu wetu, maana yeye hutuombea kwa kuugua. Akiwa ndani, lazima utapenda maombi. Utataka sana kukaa kwenye maombi. Sasa pima wewe mwenyewe hali yako ya kiroho. Unapenda maombi, unapenda kulala? Hasa na hali ya leo tulionayo hii. Wengi mnalala bila kusali. Nimekuchwa na wewe. Yaani nafikiri na wewe unaondoka na giza. Kwamba giza lilipoingia limezima ile nuru. Kwa nini nuru izime wakati wa giza? Kwa nini nazima? Wewe unajihoji, kwa nini usiku ukiingia nuru inazima kwangu? Kwa nini? Kwa sababu inatakiwa katikati ya giza sisi tuwe taa. Usiku umeingia, wewe ni nuru, lazima utasimama kuomba. Ndani Roho anachemka huko ndani, maji yanachemka, utakaa kwenye magoti utaomba. Lakini unaingia unakichekelea kitanda, usiku umeingia, wewe akiti, utafikiri taa imezima, kumbe mtu kalala. Hiyo hali ya kuiogopa, iogope hiyo hali, kwa sababu Biblia inaniambia hivi, kuja kwake mwana wa Adamu ni kwa ghafla sana. Sasa umezima, kaja. Umezimika kitandani, alafu kaja. Inakuwaje hapo? Utaenda. Kwa sababu ukiomba, umeuandaa usiku wako. Na wao wanapokuwa ndani anachemka, lazima utaomba. Ndio maana wengine wakuta unaweza kaomba ile jioni, lakini katikati ya mapambazuko anakuamsha tena. Ndani kuna tamani kuomba. Na mwingine anakuambia na Roho wa Mungu, anaanza kuomba, ataanza kwa mbwembo, anapiga magoti, anakunja kama nyoka hivi. Akishaweka hivi, kashalala. Wewe unafikiria mwenzako anaomba yuko pale, kumbe kashalala. Naonaga kwenye mikesha.
Unakuta mtu amejiombea kule, anasema ngoja sasa naenda madhabahuni. Hapa anajikunjia ya hivi. Akishapiga hiyo, hamna mwombaji. Unaangalia, hamna mwombaji, hamna kitu. Unachungulia, hamna kitu. Unachungulia, mwingine anakutaka vigeukia viti kule. Si kweli? Kwa sababu akiwa ndani anachemka. Sasa kinachochemka huwa akitulia. Si unaona maji yanapoanza kuchemka huwa yanatulia. Unaona muda wote maji wewe unalalai. Manake moto ule pale uliokuwa unakuchemsha ushazima. Ndio maana umejikunja melala. Wako wengi tu hapa naonaga mikesha, naonaga hata kwenye ibada za jioni. Anajifanya ananena kwa lugha pale pale, anaunganisha usingizi. Hii ni hali tete. Hiyo ni hali tete kwa mtu wa Mungu ambao unasema nina roho wa Mungu ndani kukizima ni hatari. Ndio maana ukiwa na roho ndani, hakuna atakaye kulazimisha mambo ya maombi. Hakuna naye kushurutisha mambo ya Mungu. Hutashurutishwa na mtu. Hutashurutishwa na mtu. Kwa sababu nakumbuka naachiwa hii huduma ilikuwa ina watu 8. Na mimi nilikuwa nakaa Salanga kule Mbezi ya Temboni. Unashuka Temboni unaenda Salanga huko. Na kipindi ambacho naachiwa huduma ni kipindi kigumu kwangu. Mungu alizuia kila nilichokuwa nakipenda. Kwa hiyo kifika saa, yani najipanga kwamba ili nifike kwa wakati kanisani, kwa kuwa sina nauli ya kunitosheleza kufika kwa wakati, nitoke mapema. Tapiga toka Salanga kule mpaka Temboni pale. Nitapata gari la Muhimbili, nitashuka pale Fire. Nikiwa bado mwendo kasi haijaanza. Toka Fire pale najua nauli yangu hii, sina uhakika wa kurudi. Kwa hiyo na balance hiyo. Toka Fire na kanyaga na nafika hapa kwa wakati. Toka Fire pale, mataa pale. Natembea mpaka hapa. Nakatiza hapo, unaingia hapo nani hapa huku wapi bandari huku natokea hapa navuka. Nikija hapa hakuna kushangaa. Fagio naanza kusafisha uwanja. Nitafagia uwanja upande, hakuna washirika. Nitafagia upande huo, nitafagia kule chooni. Mungu akikurehemu anakuja mtu mmoja kukutia moyo. Unaona mshirika mmoja amekuja. Kwa unahubiri yeye mmoja kakaa hapa, mmoja. Unamaliza, tutoe sadaka umetoa wewe na yeye. Unatakiwa urudi tena nauli ya kuibalance. Ibalance hivyo tembea hapa mpaka pale nani Fire. Pale upate daladala moja itakayokufikisha wapi? Temboni. Yaani uonekane utumiki nauli nyingi. Lakini nyuma yangu hakuna anayenisimamia. Hebu niambie, nani hata ungeniuliza kwa nini mateso haya? Nani anakusukuma? Nani? Hakuna anayenisimamia. Yaani huwezi kusema kwamba naenda kwa sababu mchungaji ameniambia neno. Sina akida, lakini ndani kuna chemka. Unasikia nenda hata kama nenda. Wanasikia sana. Haya madogo. Wewe unasema hapa roho akiwa ndani yako uhesabu gharama. Kuna mtu hata akifanya akipanga kiti tu. Yaani mimi kumtumikia Mungu kote huku. Yaani gharama yote hii unahesabu gharama kwa Mungu. Wewe ukiona unahesabu gharama bado. Soma habari za Matendo ya Mitume. Wale bwana wanachapwa fili. Hata ungewauliza ni Petro. Yaani haya mateso simwachane na hii ndani kumechemka. Wanamwambia mfalme, ni heri tukusikilize yeye au tumsikilize Mungu. Hawana akida. Yesu alishaondoka, lakini amekuja kwa njia nyingine. Amekuja kama roho anatuliko kule ndani. Kila wanachopitia ndani kuna chemka, endelea. Hakuna kujali mateso, endelea. Ni kuchemka. Soma Matendo ya Mitume. Angalia walioishi mitume. Mateso makali, lakini hawakurudi nyuma. Na mtu anafanya kitu yaani kutumika kote huko. Mbona yaani anataka akitumika aone mabaraka Ukitafuta hivi ufai katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Mungu anaweza kazuia, hakuna kitu kinaonekana kuchema kwako. Unapita pagumu tu kwa maslahi yake. Yaani yeye inawezekana anajivunia wewe. Anawaambia wengine, unaona huyu anapitia magumu huu mwaka wa 10 sasa, lakini haijalikana jina langu. Wewe nimekutesti leo tu, angalau unaponiongelea vibaya. Anajivunia huyu Ayubu wa leo kwamba acha kupitia maneno
ili uwe mfano kwa hawa. Mungu anaweza kazuia tu kwamba wewe endelea kupita, lakini najivunia wewe, nitumie wewe kuwafundisha wengine. Kwani kwa Ayubu ilikuwaje? Alipita pagumu, Mungu alikuwa anajivunia yeye kwamba anamtumia Ayubu kama fundisho. Yaani anamtumia Ayubu kufundishia wengine kwamba wewe sio kama mwanangu Ayubu. Angalia Ayubu, mateso yote haya, lakini anakiri vizuri kwenye kinywa chake. Mungu anataka kimaliza maombi, yani leo aone baraka. Si kwamba mbaya kufanya hivi, si kwamba Mungu hataki kufanya, anataka. Lakini nasema hivi, ndani kukichemka, unaweza kwenda mwendo mrefu pasipo manyunyu na bado huachi. Mwendo mrefu. Angalia hao mitume walipita kipindi kigumu sana mpaka anapokuja kuokoka Sauli. Biblia inasema ndipo kanisa likaja kuwa na raha. Muda mrefu adui yao aliyekuwa anawachinja, anawakamata na wasweka ndani, akaja akaokoka, ndipo kanisa ni kama yani likahema. Sasa Sauli ameokoka, walao tunaweza tukapumua kidogo. Lakini kipindi chote hiki hawakurudi nyuma, hawakusita, hawakusema Yesu uko wapi? Mbona utimize ahadi zako? Mbona umetuacha? Mbona umetuacha mateso haya? Mbona umetutoroka? Alikuwa ndani, walijua kabisa tunaye. Anasema maji nitakayompa mimi yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Twende tuangalie andiko lingine kwenye point hiyo ya pili. Angalia andiko lingine. Tuko kwenye point ya pili, si ndio? Somo ni nafsi na kazi ya Roho Mtakatifu. Nafsi ya Roho Mtakatifu na kazi yake. Ndio somo. Tuko kwenye point ya pili.